Mambo shwari kabisa, jinsi unavyofuatilia moja kwa moja. Kumbuka pia platform broadcast ambayo tunakupitisha matangazo moja kwa moja. Usisahau wakati pia na Career Day inaendelea, pia tunakupanga na kuomba tunakupa mambo kibao kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Nikiwa mtamboni niko na mwenzangu Alex, kwa majina anaitwa Edwin Kwale. Labda Alex una yapi? Shukrani mtazamaji kwa kututazama, ambapo leo siku ya Career Day inaendelea kwa sasa. Lakini wakati nao Career Day pia inaendelea, pia kumbuka leo ni weekend, na kama weekend pia kuna baadhi za mechi tutakuwa tukiangazia haswa mashindano sabini za hapa nchini Kenya, KPL, ligi ya Uingereza, na pia draw ya UEFA Champions League inaweza kufanyika siku ya Ijumaa, yani usiku wa kuamkia leo siku ya Jumamosi, ambapo kikundi cha kubingwa bara Europa na izungumza UEFA Champions League iliweza kuandaliwa. Pia niko na mwenzangu katika upande wa kiume, ambapo atakuwa akiangazia mashindano za shule za upili, ambapo tutakuwa tukielekea county. Baada ya likizo tutakuwa tukielekea moja kwa moja county, ambao labda mwenzangu alikuwa anapasha itakuwa ikifanyika wapi. Na ikumbuke mashindano za shule za upili itakuwa ikifanyika kule Kamsinga pamoja na shule ya wasichana ya Moi Girls Kamsinga, baada ya awamu ya pili kutamatika, ambapo ilikuwa ni sub county. Tunaingia awamu ya tatu, ambapo itakuwa ni county. Tayari baadhi za mashule zimeshakufuzu na itakuwa ikiwakilisha eneo bunge la Mlima Elgon kule Kamsinga, ambapo ni shule ya upili ya Chemwesus kwa upande wa wanaume, ambapo iliweza kufuzu katika mashindano ya tupe ni tupe na izungumzia handball. Kisha katika upande wa wasichana, shule hiyo ya upili ya Chemwesus iliweza kufuzu katika upande ya wasichana baada ya kuingia katika fainali na shule ya upili ya wasichana ya Kongit. Tayari nishamwona mwalimu wa upili ya Kongit ashadunda ili kujiangalia Career Day. Tutakuwa tukizungumza na yeye hapo baadaye ili aweze kulijuza ni jinsi gani mambo yatakuwa ikifanyika. Na ikumbuke kutakuwa mashindano za shule za upili ya kirafiki inaendelea kule Kisumu leo hii, ambapo Butere Girls wameweza kuihaga mashindano hayo baada ya kumutwa na Nyakach Girls leo hii asubuhi, na finali inaendelea ambapo Nyakach wanacheza na Joka na izungumzia St. Joseph Girls Kitale. Katika upande wa wanaume tayari Shanderema wameweza kuwa Tarasa Butere katika mashindano hayo ya kirafiki, na wengi wanajiuliza ni kwa nini ni Musimu yani Scorpion aliweza kususia mashindano hayo. Itakumbukwa Musimu alikuwa ni mshindi katika mechi za shule za upili ya mwaka 2025 kule Bohungu Stadium, ambapo aliweza kukung'utwa na Bugedea kutokea kule Uganda, na mwaka huu Musimu atakuwa akiwakilisha eneo bunge la atakuwa akiwakilisha Kakamega katika mashindano za shule za upili, ambapo yuko katika mazoezi yake kupasha vizuri. Sio Musimu peke yake aliweza kuokopa mashindano hayo, ambapo ni St. Joseph Boys Kitale naye aliweza kuokopa mashindano hayo za shule za upili ya kirafiki inayoendelea kule Bohungu Stadium. Kwako Edwin Kwale. Na nikirejea upande wangu, mimi nitakuwa nikiangazia mashindano za UEFA Champions League hasa katika kikundi cha klabu bingwa bara Europa, baada ya draw kamili kufanyika usiku wa kuamkia leo, na tutakuwa tukishuhudia kikosi cha Paris Saint-Germain yani PSG itakuwa ikicheza dhidi ya klabu ya Chelsea katika raundi ya 16 bora, na Real Madrid katika ugo wa Santiago Bernabeu itakuwa ikicheza dhidi ya Manchester City. Newcastle atakuwa akikaribisha Barcelona kwenye mechi ya raundi ya 16 bora, na ambaye imecheza baadhi za timu kubwa itakuwa ikicheza dhidi ya Sporting, na Galatasaray atakuwa akipiga dhidi ya Liverpool, Atalanta dhidi ya Bayern Munich, naye klabu ya Atletico Madrid atakuwa akicheza dhidi ya Spurs, kisha Arsenal ambaye tayari kwa mtazamo wangu atakuwa anafuzu moja kwa moja atakuwa akicheza dhidi ya Bayern Leverkusen. Nadhani hizo baadhi za timu ambazo zitakuwa zikishiriki mashindano au kikundi cha klabu bingwa bara Europa. Tunaweza kushuhudia jana kikosi cha Aston Villa baada ya kulimwa magoli mawili bila dhidi ya Wolverhampton
Wanderers ambayo wanakuja mkia sasa ya jedwali la ligi kuu nchini Premier. Tayari mechi kati ya klabu ya Bournemouth dhidi ya Sunderland imeanza dakika ya 20 sasa, na mechi ambayo itakuwa ibada dhidi ya Newcastle United na dhidi ya Everton. Liverpool atakuwa akimkaribisha mwana West Ham United katika uga wa Anfield, na Burnley atakuwa akikaribisha mwana Brentford, naye mwana Leeds United itakuwa ikicheza dhidi ya Man City. Pia Jumapili kuna baadhi za mechi zitakuwa zikipiga soka katika viwanja mbalimbali. Mechi kubwa itakuwa ni Arsenal ambayo itakuwa uwanja wa Emirates Stadium kupiga dhidi ya Chelsea ambayo itakuwa ni mechi kubwa. Labda tunaweza kupata ubashiri wako kati ya mechi hiyo kati ya Chelsea dhidi ya Arsenal, lakini kabla ya hapo majira ya 11 itakuwa ni zamu ya Manchester United katika uga wa Old Trafford, itakuwa ikipiga dhidi ya Crystal Palace. Fulham atakuwa akicheza dhidi ya Tottenham Hotspur, na Bournemouth atakuwa akipiga dhidi ya Nottingham Forest. Labda mwenzangu Alex, katika upande wako, labda tu mashindano za shule za upili riadha pia zitakuwa zikiandaliwa katika shule ya upili ya Kamsinga, yani Boy Kamsinga, na pia michezo ya raga ya wachezaji 15 kila upande pia itakuwa ikifanyika, ambapo mengi yamekuwa mengi weekend iliyopita. Pia mashindano za shule za muziki pia zitakuwa zikiandaliwa. Baada ya likizo utakuwa ukiingia katika mashindano ya riadha, na pia ajabu sana pia mashindano hapa shule za msingi pia sipo na mashindano sarada. Labda mwenzangu Alex, upande wangu kuna kipi? Shukran baba Kwale kwa hayo uliosema. Mashindano za upili zinachukua awamu yake ya 3 kule kaunti, na itakuwa ikifanyika baada ya likizo. Itakuwa ni tarehe 5 ambapo ni wiki ijayo, ndio itakuwa ikifanyika kule Moi Girls Kamsinga. Rugby itakuwa ikifanyika Moi Boy katika shule ya upili ya wavulana kule Kamsinga Boys. Tayari taarifa zinafikia kuwa huenda Joy Engala atakuwa akikosa mashindano za shule za upili kule Butere Girls baada ya kukumbwa na majeraha katika msimu huu. Itakumbukwa sana aliweza kuitesa timu ya Madira pamoja na timu ya Archbishop Jaga. Msichana huyo amepeza na aliweza kutolewa katika wachezaji wasiozidi miaka 20 kutokana na jeraha la goti. Na tukiletea hapa nchini Kenya pia kuna baadhi za mechi zitakuwa zikicheza katika ligi ya KPL, ambayo leo kutakuwa na mechi moja. Tutakuwa tukishuhudia Gor Mahia watakuwa wakicheza dhidi ya Bandari United majira ya saa 10. Imesalia dakika chache tu mechi hiyo kuanza kufikia sasa. Kisha Mara Sugar watakuwa wakicheza na Posta Rangers ambayo itakuwa ni kesho siku ya Jumapili. Kisha Jumapili hiyo Leopards dhidi ya Shabana watakuwa dimbani kuipiga dhidi ya Shabana. Nadhani mechi hiyo pia itakuwa ikicheza saa 10 na dakika 15. Pia unaweza kufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, hadi kusima wa studio na mambo yanakuwa shwari. Kabla ya kuhitimisha, una yapi upande wako? Mimi nasema endelea kutufuatilia hapa Msima Wales, ambapo leo hii ni siku ya kufa mtu, siku ya career day kwa wanafunzi walioandika kitabu cha 9. Haijalishi uliandika miaka gani, lakini endelea kutazama, na hiyo kuna unatazama kutoka mbali. Tunarejea awamu ya pili, unaweza kufuatilia pia katika upande zetu za spoti. Mimi siku sote naitwa Baba Alex Kibet, mzee wa busara. Ndio wakati mzee wa busara anahitimisha. Siku zote mimi naitwa Kwale, lakini kabla ya kusepa mtamboni ama kugwaa mtamboni, lazima mimi kuage na medali kwamba ukitaka kuona bahari sharti ukaifate mto. Kuna wale ambao wanakuja sasa career day, sasa wanafuata mto angalau kuona bahari, kwa sababu ni career day, inafaa waangalie ile bahari. Sasa bahari ni form ambayo inapelekwa hapa na Msima Wales Studio, na pia kuna baadhi ya wataalamu ambao wamekuwa kuzungumza hapa moja kwa moja. Tumekuwa tukiona mawaidha yao, ni kitu ambacho kwa kweli tunajenga na kujengana. Sina mengi kwa hili kwa sasa. Bye bye. Habari za hivi punde ni kwamba washachaguliwa kidogo shule moja wanatafuta vitabu before I just wapige makofi ya listen to them. Na
kwa niaba ya hii team ambayo organize this event, we've done an amazing job. Na kama mtaniruhusu, let me fully sponsor this guy. Let me fully sponsor this guy. Ulimaliza kidato cha nne? Yeah. Ulipata kama gani? Kidogo mambo yalienda mbaya, lakini nilipata ya D-. Huyu nataka nianze na hii inaitwa radio production. Pole pole tu, ile tumeelewa vile tunaenda. Project kwa mimi certificate institution, tumeelewa career path na growth from that D- that diploma. So nataka nianze na short course ya either broadcast journalism ama nianze na radio production. Pole pole tu hadi mwisho. I'm very sure I want to promise you something. Huyu utamsikiza kwa radio. We will talk. I don't know mwenzangu anasema nini, lakini huyu naye nichukulie hiyo ni yangu, hiyo ni kofia yako. Nimefanya kofia, nimesema this guy has got talent. Before we get started, sasa Mzima Wales, because you know this is media, and the media is all about passion. Some journalists are men, but some journalists are born. Yours is born. Naenda tu kwa kisha kwamba tunaperusi mawili matatu kwa kisha kwamba you people and you represent this on television from this particular side. Mzima Wales, I know when you be talking, huyu atashinda kupenda vipi, sio? Huyu sasa akikuja town and you are reporting on Monday, okay? You are reporting on Monday. So, this is what we came for. We never came to showcase who is stronger, who is who. This is the skill that we needed. And for those people who are here, I know we have not showcased our brochures and our flyers. When I was writing that feedback to you, I said we'll do in kind. This is in kind that you're looking for. Thank you very much for showcasing this. And I think we don't need much time to speak to these individuals. This is what we needed. And we do diploma, certificate, and short courses. We are going to start with the short course in 3 months. After that, wewe tupate nikwambie kusema kweli. Sasa wewe ndio wetu. Kuanzia leo, you will be seeing Mzima Wales from Eldoret. Pamoja. You are going to be the representative of the mountain. And this opportunity, I want you to take this opportunity with good hands. Discipline, you have raised this particular guy. I've seen the way he's tackling, the joining ones, and the way he's playing reality. And I think those people who are watching from this particular platform, they are willing, in fact, even to sponsor that one. But our ability, kindly, let us take this one. I know this one. We'll go to report on Monday and discuss with him. So, because these are two parts together. And in media, having a colleague who you can co-present is very hard. Yeah, and you understand that. And I think there are two. So Mzima Wales after here, we'll discuss on how they will come together on Monday. This is your budget, this is our budget. Please sponsor. Thank you so much. Thank you so much. For more details, mkifuatilia College of Media on media platforms after 3 months, you will see the story of this young man. Thank you.